Kizenga, Young Africans ushindi mbele ya wametoa suluhu mbele ya JS Kabylie pale Algeria. Kwako inaleta tafsiri gani kwa Young Africans? Cha kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo pointi moja tuliyopata. Tafsiri kubwa inatuambia kwamba sasa hivi tumejipanga kwenye haya mashindano, tunakwenda kuishangaza Afrika. Malengo yetu makuu kabisa yalikuwa ni makundi, ila kwa sasa hivi Mwenyezi Mungu ameshatuonyesha njia, kama kuna kitu ametuongezea. Sasa hivi tunahama kwenye makundi, tunaitaka finali ya CAF Champions League msimu huu. Umeonaje dakika 90 zote kwa upande wako, jinsi timu yako ilivyocheza mbele ya JS Kabylie? Aisee, kwanza nimestaajabika kupita maelezo. Sasa hivi Dar es Salaam Young Africans imekuwa ni timu ambayo inacheza kwenye ubora, ipo kwenye piki nzuri, ambapo kiasi kwamba tumefurahia ball. Unaangalia mpira ambao unaona kabisa mpinzani na sisi watu tunapishana vizuri kabisa. Yaani kwa sasa Yanga imekuwa so amazing. Ni timu ambayo imerudi timu yetu ya msimu ule ambao tuliozulumiwa magoli na Mamelodi Sundowns. Kwa sasa hivi timu yetu imekuwa bora kuliko ilivyokuwa mwanzo. Sasa Dar es Salaam Young Africans ilikuwa inaimbwa na kufanishwa Yanga versus Yanga, imerudi rasmi. Kocha yetu Pedro tunampa much respect, na uongozi wetu wa Dar es Salaam Young Africans kwa kutokana na game ya leo tunawapa heshima kubwa sana. Wamejitahidi kuweza kuwahandle wachezaji na pressure ya mashabiki kama wale, tumeweza kupata pointi moja, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tuseme Young Africans imeshakuwa na ukomavu na michezo ya kimataifa kwa namna ambavyo dimba lile limesheheni mashabiki wengi wa JS Kabylie kutokea pale Algeria, lakini Young Africans wameonyesha utulivu na wametupa mchezo mzuri. Tumekuwa mabingwa wa ligi kuu mara 4 mfululizo. Maana yake unapokuwa bingwa wa ligi kuu, wewe kila mwaka unashiriki CAF Champions League. Kwa hiyo uwezo wa kukaa na kushiriki miaka yote 4 hii imeweza kutufanya kuwa bora na kuweza kupata uzoefu wa nguvu sana. Kwa hiyo kutokana na uzoefu tuliopata kwenye mechi mbalimbali, hii imetuelekeza kwamba kwa sasa hivi na sisi tumeanza kuwa wakubwa kuliko tulivyozani mwanzoni. Kwa sasa hivi klabu yetu ya Dar es Salaam Young Africans imeshakuwa kubwa kuliko tunavyofikiria sisi wenyewe. Na nina imani kubwa sana na timu yetu, wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Na tukirudi Guantanamo Bay hapo Zanzibar, National Ahali ajipange. Tunakwenda kumgaragaza na tunakwenda kukaa juu kwa pointi 7 rasmi. Pedro Gonçalves, kikosi alichoanza nacho mbele ya AS FAR Rabat ni hicho ambacho ameanza nacho dhidi ya JS Kabylie. Pengine hiki ndicho kikosi cha kwanza cha mwalimu Pedro kwa Young Africans? Yes, mimi nakubaliana naye, na hiki ndio kikosi chake cha kwanza, kwa sababu siku zote timu iliyokupa ushindi utakuwa ni kocha wa ajabu sana ikiwa timu yako iliyokupa ushindi ukaibadilisha. Lakini unaweza kuibadilisha kwa sababu maalum moja hapo, labda uenda kati ya wale walioanza nao kuna mtu ukapata injury, unaweza ukafanya mabadiliko yao kutokana na ile hali iliyokuepo. Ila kihalisia kwa sasa kikosi ambacho kinakupa mentality ya ushindi ndicho hicho utakuwa uanze nacho. First 11 sasa hivi Dar es Salaam Young Africans imeshapatikana, na imani first 11 ndio ile. Ukiangalia Dube, watu walikuwa wanamuimba sana kumuongelea maneno mabaya, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu sasa hivi anawashangaza watu. Leo nadhani wenyewe umeona amefanya watu wengi sana mbele ya waendi, mabeki wanakaa nyuma, imefanya mpaka hawa JS Kabylie aka Jeska wamechanganyikiwa kiasi cha kwamba mpaka mashabiki wao wanafanya fujo ya kwanza kurusha machupa uwanjani. Kwa hiyo Yanga sasa hivi imekuwa ni timu ambayo inawaka popote, kwao kama kwetu, na kwetu ni kwetu sisi peke yake. Kwenye dakika zote 90, nyota wa mchezo unaitupa karata wapi? Djigui Diarra ni kipa mmoja hatari sana. Mimi binafsi kipa yetu Djigui Diarra tunampa heshima kubwa sana. Na nashauri uongozi wetu, ikiwapendeza, ikiwezekana, tunakwenda kwenye mapumziko kidogo kwenye michezo ya CAF Champions League, watuwekee mkeka au namba, tumchangie Diarra, tumpe shukrani kwa game zote ambazo anazotufanyia kazi. Na kwa furaha tuliokuwa nayo leo, hii game jinsi alivyoicheza, yeye amechangia kiasi kikubwa sana kuweza kupata pointi moja. Watuwekee namba maalum, tuchangie pesa, Djigui Diarra aweze kukaa akaspendi na yeye aone katika timu yetu anafanya kitu kikubwa sana. Kizenga, mnataka kumwokotesha mapema hivyo? Mapema sana. Yaani Diarra kabla hajatua uwanja wa ndege anakisha anatua na mzigo wa kutosha. Tunataka tumuokoteshe mapema, na timu ikirudi tutaungana na baadhi ya mashabiki, tutakwenda kuwapokea na Diarra ajiandae kuokota mwanzo mwisho pale airport. Kama mnamsubiri pale KMC? Hapana bwana wewe. Ndio mnaokotesha. Mchuzi utakuwa ule ukiwa bado wa moto. Sasa ukimsubiri KMC, ratiba inasema tarehe 2 nadhani tunaelekea Dodoma na hisi kwenye mechi ya ligi kuu ya NBC. Sasa tukienda mikoani huko tunakuwa hatuwezi kusense. Ikishindikana kama airport mambo yatakuwa mengi kama ninavyoongea.
Ali Shaban Kamwe ni mtu mwenye weledi, anaelewa. Tumeshampa ombi hili. Ana uwezo akaorganize akaweka namba ya simu, tukachangia pesa ya kutosha kwa ajili ya kumpa shukrani Diala. Anafanya kazi kubwa sana kwa kweli. Pengine tunaweza tukasema kama Young Africans angetumia nafasi vizuri alizozipata kipindi cha kwanza, angeondoka na ushindi. Kuna nafasi chache nazo pia amepata kipindi cha pili. Tuseme kuna tatizo la Young Africans kwenye eneo la kushambulia, ama ni pressure ya mchezo ndio ilikuwa ni kubwa sana mpaka kupelekea kupata faida ya pointi moja? Unajua haya mashindano ya CAF Champions League ni mashindano ambayo kila mmoja anatamani kufanya kitu ambacho kitaishangaza Afrika. Na imani kabisa nafasi tulizozipata ni wachezaji wetu pia walikuwa na pressure na mchezo, na kwa sababu maelekezo waliopewa ni mentality mbili, tushinde au tusuluhu. Kwa hiyo mtu unapopata nafasi kama ile unakuwa na mchecheto. Mfano kama Ekua alipata nafasi 1v1 yeye na golikipa, lakini cha kushangaza alipata pressure gani? Ule mpira alikuwa na uwezo wa kuhamisha kumpelekea mtu mwingine kule. Sisi binafsi hatuwalaumu wachezaji, tunawapa moyo. Wacho kitufanyia leo ni kitu ambacho tulikitarajia kabisa. Umoja wetu sisi mashabiki pamoja na viongozi na benchi la ufundi tunawaambia tuko pamoja nao kwa kila hatua. Wakishinda ni wetu, wakisuru ni wetu, hata wakipoteza wale ni wetu. Tunaifurahia timu yetu kwa matokeo ya aina yoyote. Ukiwa wawakilishi wa taifa, lakini kuna wawakilishi wengine pia bado wanaendelea kutupa karata zao. Kwa upande wa Simba Sports Club, mshindani wako wa karibu, dua zinatakiwa kwenda Simba kule Jumapili, nao wana jambo lao. Sisi binafsi kuna official Mume na B Meja na mimi Chief Kizenga tumeshasema kabisa kuelekea msimu huu utaifa kwanza, alafu utani wetu ule wa kuchaulana baadaye. Sisi kama sisi cha kwanza kabisa tumesema tuko tayari kusupport timu zote zinazoshiriki CAF Champions League pamoja na kule kombe la shirikisho. Kwa hiyo sisi binafsi tumeshasema Simba Sports Club mimi siku ya Jumapili na watakia kila laheri, watakachokipata kwa Mwenyezi Mungu alichoandikia ndio iko. Siwezi kukaa kuanza kuwaombea mabaya wala nini. Nawaombea kila laheri, nao wanaenda kupeperusha bendera ya Tanzania, wapate matokeo ya pointi 3 ili maisha mengine yapate kuendelea. Tuache kuchekana, taifa tusilitie aibu. Tunatakiwa wote tulisimamie vizuri. Vinara ni mimi na yeye. Tunapaswa kupambana, tuwaonyeshe Afrika kama sisi ni majayanti wa Tanzania. Mkutano mkuu pia vipi? Unawatakia heri? Kwenye mkutano mkuu kwa sasa mimi ninachowatakia ni kwamba watachenda kuamua, wanatakiwa sasa hivi kuiga sio dhambi. Sisi hao ndio walioanza mfumo wa kadi za wanachama. Lakini sisi tuliwatazama tukaona kuna mahala wanakosea. Tukaamua kwenda nje ya nchi kupata elimu zaidi. Na hiyo kwa sasa hivi tunachowashauri watani zetu waje kujifunza kwetu. Mfumo wetu ni mzuri na wao wakifanya mfumo huu kama sisi watafanikiwa, kwa sababu wao vile vile wanategemea mashabiki. Hata sisi tuna mashabiki wengi. Hizi timu mbili Simba na Yanga ndio taifa hili. Kwa hiyo nina imani kabisa kama wataamua kuungana na kubadilisha katiba, wakawa na umoja mzuri, wakaacha malumbano, nina imani kabisa timu yao itakwenda kutulia na mambo mengi yatakwenda kuwa sawa. Lakini wasipokuwa makini, viongozi, mashabiki wakishindwa kuwa wamoja, inakwenda kuanguka Simba na kupotea vipande kiasi cha kwamba ambacho mpaka hata huyu mdhamini wa sasa hivi ambaye anawasaidia Mo Dewji anakwenda kukaa pembeni kwa ajili ya ujinga ambao wanaofanya viongozi, ambao kila mmoja anatamani akae madarakani ili aweze kuongoza ile klabu. Cha kwanza kabisa, waache kuweka maslahi mbele, waangalie timu yao inataka kwenda wapi. Wakitaka wasogee mbele zaidi, cha kwanza kabisa waangalie Simba kwanza alafu mtu baadaye. Kiukweli ni kwamba klabu yao sasa hivi imekuwa imegawanyika. Viongozi wanaongea hili, mashabiki wanaongea lile. Ili waweze kukaa sawa kwenye mkutano wao, wakahakikishe kabisa wanatengeneza umoja wa kudumu. Otherwise ule msomo wetu wa kuchukua ubingwa mara 30 utakwenda back to back mara 10 mfululizo. Tutawabonda mwanzo mwisho na tutachukua NBC mwanzo mwisho, na klabu bingwa huku tutaendelea kuwakilisha nchi kupita kiasi. Wanatakiwa wakae waungane. Otherwise tunakwenda kuwamaliza mwanzo mwisho. Shukrani sana Chief Kizenga. Asante sana.